Bwana Heche anasema Chadema ndio tumaini la Watanzania. Sasa sisi lazima tujibu mambo haya. Wanasema Watanzania wawape ridhaa ili wafanye maajabu. Sasa mimi nataka kuwakumbusha Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, uchaguzi wa mwaka 2015 ambao Chadema ilishiriki, walichukua uongozi wa serikali za mitaa katika majiji mengi na baadhi ya manispaa ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa katiba yetu hii, ibara ya 145 na 146 inaeleza kwamba serikali za mitaa zitaundwa na zitakuwa na kazi ya kupeleka maendeleo kwa wananchi. 2015 baada ya uchaguzi, Chama cha Demokrasia na Maendeleo kilishinda madiwani wengi na kuunda halmashauri na kutoa mamea katika majiji yafuatayo. Jiji la Dar es Salaam walishinda, wakatoa meya anaitwa ndugu Isaya Mwita kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Jiji la Arusha, Chadema iliunda halmashauri na kutoa meya aliitwa ndugu Kalisti Lazaro, alichaguliwa. Jiji la Mbeya, Chadema iliunda halmashauri na meya aliyepatikana aliitwa ndugu Revocatus Msuva. Manispaa zilizokwenda Chadema: Ilala, Dar es Salaam, meya Charles Kuyeko; Kinondoni nilikokuwa mkuu wa wilaya, meya Boniface Jacobo; manispaa ya Kigamboni wakatoa watu wa Ukawa; manispaa ya Iringa nilikokuwa mkuu wa mkoa akashinda ndugu Alex Kimbe; halmashauri za miji Tunduma, Tarime, Karatu, Rombo, Hai, Arumeru, kote huku halmashauri hizi ziliongozwa na Chadema mwaka 2015. Sasa nataka kuwauliza, maajabu gani waliyafanya waliposhika hizi halmashauri, ili leo waje mbele ya wanasame na mbele ya Watanzania watuambie walipoongoza jiji la Dar es Salaam, walipoongoza jiji la Mbeya, walipoongoza jiji la Arusha, yapi walioyafanya maajabu ili leo Watanzania wawaamini kwamba wakipewa nchi wanaweza wakafanya maajabu. Katika kipindi hicho ndio majiji hayo hata kazi ya usafi ya kuzoa takataka iliwashinda. Katika kipindi ambacho mji ulikuwa mchafu, ni kipindi hiki walichokuwa wanaongoza jiji Chadema. Katika kipindi hiki ndio majiji ya Arusha, Dar es Salaam na manispaa zilizokuwa chini ya Chadema ziliongoza kwa migogoro ya viongozi. Katika kipindi hiki, ukisoma ripoti za CAG, baadhi ya majiji na halmashauri zilipata taarifa za mashaka za manunuzi yasiyozingatia taratibu. Hawa ndio Chadema wanaosema wakipewa nafasi ya kuongoza nchi watafanya maajabu. Kwa nini hawakufanya kwenye jiji la Dar es Salaam? Kwa nini hawakufanya jiji la Arusha? Yapi waliyafanya jiji la Mbeya? Yapi waliyafanya manispaa ya Iringa? Hawa watu walikwisha kujaribiwa na wakapewa nafasi na Watanzania. Mkoa wa Dar es Salaam kwa mfano, katika majimbo 10 uchaguzi wa 2015, majimbo 8 yalichukuliwa na Chadema. CCM ilishinda jimbo moja la Ilala na jimbo moja la Segerea. Hakuna maajabu walioyafanya Dar es Salaam zaidi ya kugombania posho, zaidi ya kugombania tenda za usafi. Kila mtu anakuja na kampuni mfukoni, kila mtu anakuja na kampuni mfukoni. Hakuna ulichokifanya. Leo wanazunguka kuwaambia Watanzania kwamba mkitupa nafasi sisi ndio tumaini, sisi ndio tutawapeleka nchi ya ahadi. Nchi gani ya ahadi ambayo walishindwa kutupeleka walipokuwa na majimbo 8 Dar es Salaam na CCM ina majimbo 2? Lema leo anazungumza kwamba ataleta maajabu na Chadema wakipewa nafasi. Maajabu hayo mbona hakuyafanya Arusha alipochaguliwa akatangazwa kuwa mbunge na akashika halmashauri ya jiji la Arusha? Mimi nilipata bahati, nilikuwa mkuu wa mkoa wa Mara.
ambako Heche alipewa nafasi ya ubunge wa miaka 5. Kila nilipofanya ziara sijabahatika kuona alama hata moja kwamba hii imetokana na ubunge wa Chadema wa ndugu John Heche. Kwanza tuwapuuze hawa watu, hawastahili kuaminiwa, hawana rekodi ya kusema ukweli, na bahati mbaya sana wanasahau haraka. Sisi hawa tuachie sisi, ndugu makamu mwenyekiti, tuachie sisi, tunawaweza, tunawamudu. Wewe na mwenyekiti wetu endeleeni kufanya kazi za kuendelea kujenga chama chetu. Tutakwenda kila sehemu, wakitoa mguu tunabandika mguu, bampa tu bampa, watoto wa mjini wanasema, hoja kwa hoja. Hapo vipi? Same oye! Makamu mwenyekiti oye! Dr. Samia oye!